Taarifa ambayo tumezipa kipaumbele ni za mafuriko ambapo watu 25 wamethibitishwa kufariki huku 29 wakiokolewa kufuatia mvua kubwa iliyonyesha Ijumaa usiku na kusababisha mafuriko. Naam, kaunti ya Nairobi iliathirika pakubwa na mafuriko hayo huku vifo vya watu 25 vikiripotiwa. Naam, Gatete Njoroge anatufungulia jamvi la Nipashe wikendi na taarifa hii ya majonzi na masikitiko. Jumamosi asubuhi na eneo la kutengeneza magari la Grogan liligeuka na kuwa eneo la janga. Mafundi wa kutengeneza magari na wafanyabiashara wakitamaushwa na hasira ya mvua. Watu 3 walifariki baada ya mto Nairobi kuvunja kingo zake. Ndani ya gari hili, jamaa aliyejikinga mvua alipatikana amefariki baada ya gari hili kusombwa na mafuriko. Mita 500 kutoka hapa, mwili mwingine uliwekwa chini na kufunikwa kwa shuka dakika chache baada ya kuondolewa kutoka chini ya gari ulikokuwa umesukumwa na mafuriko. Mita kadhaa kutoka hapa pia kuna jamaa aliyefariki baada ya kushika nyaya za stima wakati mvua ilipokuwa ikinyesha. Fika kitu kama saa 2 magari zilianza kutembea, maji zilianza kubeba magari zikienda nazo. Ilikuwa inaenda tukaanza kuona mabiria zikitoka. Mabiria wakitoka wakipanda juu ya magari na watoto na wamama. Ilibidi kama sisi wenyewe tulijaribu juu chini, tukatafuta makamba. Tulianza na ile gari iko pale. Tulitoa wamama walikuwa hapo ndani na kamba, na tulikuwa na kamiti kengine hapo hivyo. Hii magari mingi ilikuwa hapa, ilikuwa iende kwa sababu sasa ilikuwa inafanywa service kidogo. Leo unaweza kuja na gari yako. Sasa angalia kutoka huku paka huku yote imelaliwa. Pia kuna watu bado wako wamenguzwa, wamekufa. Walioacha magari yao kwenye karakana za magari eneo hili wakisalia na mshangao, kwani ghadhabu ya maji iliharibu magari hayo, baadhi yakiangushwa na nguvu za maji, mengine yakilalia magari mengine, huku baadhi zikigongana. Wale waliokuwa wakiuza vipuri vya magari pia walikadiria hasara baada ya maji kuingia ndani ya maduka yao. Wafanyikazi wakilalamikia miundombinu duni ya kingo za mto huo kwa maafa na uharibifu. Shida ni vile hii river imetengenezwa, inatema maji na huko kando. Ikishatema maji yote inatoka kwa ile river inakuja huku. Ikikuja huku ikipata gari hizi ndogo ndogo inabeba. Magari zimeenda mpaka huko, tulifanya kazi ya kuzirudisha mpaka huku. Watu wanaenda hasara, mafundi saa hii hatuna kazi gani itakuja hapa, na wanajua Grogan niku maji ndio iko pale. Mwili wa mwanamke mmoja ulipatikana umekwama ndani ya eneo la kupitisha maji taka. Inaaminika mwanamke huyo alisombwa na mafuriko kabla ya mwili wake kukwama eneo hilo. Miili ya waliofariki imepelekwa katika hifadhi ya Nairobi. Vifo pia vilirekodiwa huko Kitengela na Kitui baada ya watu kusombwa na maji. That 25 deaths have been reported, comprising of 21 male adults, 2 children in Nairobi and 2 male children in Kitui County. Watu 29 waliokolewa jana wakati wa mafuriko, wakiomboleza na kukadiria hasara ya mamilioni ya pesa. Wafanyikazi katika eneo la Grogan wametaka serikali kuwekeza katika miundo msingi inayoweza kuzuia hasara ya mafuriko na kupiga jeki idara zinazohusishwa na uokozi. Gatete Njoroge, Runinga ya Citizen, Nairobi.